Ukiangalia umiliki wa mchezo 54% dhidi ya 37, contest hapo in contest 9, attempt 23, nyingi kweli kweli. Offensive team. Kuna muda ulimuuliza swali Lilian kwamba tofauti wa Morocco hii na Morocco ile ambayo alikuwa anafundisha Walid Regragui, tofauti ni nini? Hizi numbers zinajaribu kuonesha utofauti wa hiyo timu. Unaweza kusema ni kwa sababu ni Haiti, lakini mpaka uweze kufikia hizo 23 lazima uwe na uwezo. Umiliki wa mpira 54 kwa timu ya Haiti, kwa Morocco ushangai. Attempt 23 kwa 8, ambazo zimeenda kwenye goli ni 11, lakini wamefunga magoli 4. Walitegemewa kufunga magoli mawili almost matatu. Hii ni expected goals. Huku hakutegemewa kupata goli, sababu hata ukikadiria hapa haupati goli moja. Corners 9, ile around conversion rate ndio ipo hapa. Around iko hapa. Sawa. Passes completed. Wamepigiwa pasi mara 2 zaidi ya ambao wao wamepiga. Ni sawa na kusema Morocco wamepiga pasi 200, let's say na 10, bila Haiti kupiga pasi yoyote. Mpira kurudisha sekunde 19 kwa Haiti, 15 kwa upande wa Morocco. So kwenye hii attempt nikirudi hapa, yale mabadiliko, zile moments za kusawazisha magoli ndio zilikuwa zinabadilisha mchezo uendeje. Morocco ametanguliwa goli moja, amekuja kusawazisha, amefungwa la pili, amesawazisha. Kwa hiyo walikuwa nafukuza mechi baada ya kuwa anatanguliwa. Ndio kazalishwa hizi attempts nyingi, baadaye akaja kufunga goli la 3 na la 4. So kwa kocha Mohamed, naona anapenda timu yake kwanza icheze moja kwa moja. Wakipata mpira wanaenda kwenye nafasi chap kwa speed wanafunga. Lakini ikiwa mpinzani bado yuko kwenye lango lao, wao wanapenda kwa passing, wanaenda tofauti na Walid. Labda kwa sababu ya nature ya group, akutana na timu kubwa sana huko Morocco, plani yake akaamua ni kuweka timu nyuma, atoke kwa counter, huwezi kumlaumu. Na amefanya hivyo mwanzo mwisho mpaka ameka record kubwa Afrika ya kuwa timu ya kwanza kwenda nusu finali tokea Afrika kwenye kombe la dunia. Huwezi kumbeza kwa staili yake, hata kama wengine ilikuwa haiwavutii machoni. Lakini what I remember ni kwamba Waafrika wengi walikuwa wamevutiwa na kitendo cha Morocco kuwa wanatoa timu kubwa, ikiwemo Ureno. Kwa hiyo zile moments zimebaki kwenye mioyo ya wana Morocco, mioyo ya Waafrika. Amempa challenge kubwa sana Mohamed kuona na yeye anaweza kuandika kitu gani kwenye kombe la dunia hili. Tayari ameenda 32 bora. Tunasubiri kuona atacheza na nani, anaweza kufanya nini. Kazifikia zile alama 7 kwanza. Of course, kazifikia alama 7. Na kingine ambacho wanapata faida, hawa wachezaji tena pressure hiyo hawana. Kwa sababu wengi wapo hapa, wakina Nurdin, wakina Sofiane Amrabat, wakina Bonu na wengine. Tuangazie takwimu hizi hapa. Mishale inatuonyesha Morocco katika final third entries katika ile 18 kuingia hapa eneo la 3 la mwisho kabisa. Mara 57 ni nyingi sana. Hizo ni entries za jumla. Namna gani unaweza kuingia kwenye box la Haiti. Lakini total time ni 5 kwa dakika 5 25, huku 1:19. Nadhani ni dakika ambazo hazipishani sana na muda ambao magoli yamefungwa. Na nadhani hii ndio ile pasi ambayo alipiga Sofiane Amrabat kuvunja line ya defense kwenda kumtafuta Ashraf Hakimi, ambayo cutback pasi yake ilikuwa nzuri sana. Na kutokana na acceleration ya Hakimi ambavyo huwa anaenda vile, ndio leo kimezaliwa hii cutback. Sijai kuona Morocco inacheza hivi ile V-pass, au hata kama sio V, lakini wanavyo square kwa nyuma. Yeye anavyokimbia anaondoa mstari wote wa walinzi, zap unaenda nayo kwenye goli kujihami. Naona washa train mazoezi, wao wengine wanabaki nyuma. Kwa wanavyowatafuta inakuwa rahisi sana kushambulia. James, kwa nini timu nyingi tukiwa tunaangazia hapa ni mapana mwa uwanja, tofauti na kupita hapa katikati? Ni mifumo ya kisasa? Hapana, mchezo wa mpira wa miguu una misingi yake, na maeneo mengi wanaposema ukiwa unajilinda idadi kubwa inaweza kukupa usalama, lakini ukiwa unatafuta magoli mara nyingi crossbow ndio zinasaidia sana, kwa sababu mpira wote wa cross unakuwa ni mpira wa 50 kwa 50, hauna asilimia kubwa. Kwa hiyo ukitaka kuwaona walinzi wanakosa timing, wanashindwa kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanywa kwa wakati, mara nyingi ni huko. Sasa siku hizi mpira wa kisasa umekuja kuongeza kitu kingine. Watu ambao wanaenda pembeni zaidi ni kujaribu kuifungua timu yako ili ujaribu kwenda. Sasa idadi kubwa inaongezwa ndani, alafu then tunataka huduma itokee huko. Inaletwa na nani? Inaletwa na walinzi
wa pembeni ambao wenyewe kiasili wanaongezeka eneo la juu pale ambapo timu inakuwa imesogea. Kwa hayo maeneo ukiacha midfield ambaye anatakiwa kukatiza kwenye eneo lenye watu wengi, fullback akisema anatoka anapanda, inamaanisha anapanda kwenye eneo ambalo litakuwa wazi kwa wakati huo, kwa sababu winga wake akiwepo, winga wa timu pinzani ndio anatakiwa yeye amkimbize ili kuangalia aendi kuleta madhara. Kwa hiyo si ajabu kuona kwamba bado maeneo ya pembeni yameendelea kutumika kama eneo bora zaidi la kuzalisha magoli. Na kitu kingine ambacho kwa sasa hivi ambao mpira wa kisasa wanasema kwamba runners wamekuwa wengi sana pembeni. Hata wale viungo wa katikati ambao mara nyingi walikuwa wanatumika kama attacking midfielders, siku hizi wanapenda sana kutumika kwa pembeni kwa kile ambacho wanaamini. Wengi wanafanya movement kutokea pembeni kuingia ndani, ambayo imekuwa silaha kubwa sana. Sawa. Brazil Seleção michezo 3 alama 7, anaongoza kundi. Morocco anafuatia alama zake 7. Scotland anasubiria kuona iwapo kama anaweza kwenda kwa mtindo wa timu ile matokeo mazuri katika nafasi ya 3. Nipo na Abisai Steven Junior, kachero kimataifa, unaweza kusogea pale. James Samuel ungemwacha huko pamoja na Lilian Mukulu. Tuko sawa? Tuko vizuri. Huko usisimama hapa ufunge kipindi. Mechi inayofuata ni kundi A. Mexico anapambana na Czechia.